Ni siku ya kijani. Tumeita tarehe 27 ya kijani kwa sababu ni siku ambayo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alizaliwa. Kwa hiyo na sisi katika kumwenzi kwa kazi kubwa ambazo amezifanya, tukasema hapana, hatutaki tu eti leo watu waimbe happy birthday, happy birthday. Sisi kama wizara tukasema tutafanya matukio mawili. La kwanza, kuja kutembelea hili jengo ambalo kimsingi yeye alitoa fedha nyingi sana. Tukasema tumuenzi kwa kuja kupanda miti. Na yeye amekuja na kauli mbiu yake kwamba alisema hii siku ya kuzaliwa kwake hataki tu watu washerehekee kwa kukata keki. Kwa sababu wote mnaamini kwamba na mnakumbuka Mheshimiwa Rais ni muumini sana wa kutunza mazingira. Amefanya kazi nyingi sana ndani ya miaka 4.5 kwenye swala la nishati safi. Ni mashahidi kwamba tumetoa magesi haya kwa bei nafuu sana, mitungi ya gesi. Kwa kupitia hilo sasa hivi ana kampeni ya kuhakikisha kwamba tunafanya Tanzania inakuwa ya kijani. Kwa hiyo kwa kupitia hilo ametuhamasisha hata sisi wizara mbalimbali, lakini wabunge, waheshimiwa mawaziri, tukasema sasa siku hii ya leo hatuwezi kuiacha ikapita bure. Happy birthday ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tunakuja kuifanya hapa kwenye jengo lake ambalo kimsingi ametoa fedha nyingi sana. Kwa hiyo hapa matukio tuliyofanya, nimepanda mti kwa ajili ya kuenzi siku yake hii ya kuzaliwa ambayo siku muhimu sana, mkizingatia kwamba ndiye rais wa kwanza mwanamke, lakini sio mwanamke tu, rais wa kwanza mwanamke ambaye amekuja kutengeneza dira ya 2050, lakini ukiacha hilo, rais wa kwanza mwanamke ambaye ameweza kuhamasisha sana matumizi ya nishati mbadala, lakini katika kutunza misitu, lakini katika kutunza rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo ni watake wengine wamuunge mkono Mheshimiwa Rais katika hii siku yake ya kuzaliwa kwa kupanda miti ya kutosha ili tuweze kutunza mazingira yetu. Na mnajua kabisa kwamba nchi zetu zinaathiriwa sana na ukame, lakini vile vile kumekuwa na matatizo ya kupata mvua, lakini vile vile mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakiathiri sana. Kwa kupitia kampeni hii ya Mheshimiwa Rais tuna uhakika ni hatua nzuri ambayo itaenda kusaidia kutatua hizi changamoto ambazo kimsingi zinatukabili kama nchi. Na kulingana na mkataba unavyotutaka, unataka kama tarehe 7 mwezi wa 3 tuwe tumeshakamilisha huu mradi. Tarehe 7 nije na waziri wangu hapa mkabidhi. Mwezi wa 3. Waandishi wa habari tumesikia. Kasema tarehe 7 mwezi wa ngapi? Na waziri anarudi leo, nitamwambia wamesema tarehe 7 mwezi wa 3 wanakabidhi jengo. Si ndio? Una uhakika? Ndio mkataba unavyotutaka. Ukiacha kwamba serikali tayari ishatoa fedha nyingi sana, zaidi ya 90% tayari mkandarasi ameshapewa. Sisi kama wizara tulimtaka kwanza aseme kwa nini amechelewa, na alishaandika commitment letter na ameahidi ifikapo mwezi ujao tarehe 7 mwezi wa 3, tarehe 7 mwezi wa 3 atakabidhi hili jengo. Na nimtake aweze kutekeleza commitment yake kwa sababu tayari serikali imeshatoa fedha nyingi sana, na sisi kama wizara tunapata shida sana kwa sababu jengo ambalo tunakaa kule halitoshi. Na taasisi nyingi ambazo hata watu wa tume ya mipango bado wamepanga, sisi wenyewe tumepanga. Kwa hiyo tulitegemea kwamba tukipata hili jengo, na kwa sababu mkijua kwamba sasa hivi tuna hamasisha sana swala la uwekezaji, tuna wawekezaji wengi sana ambao wanatutembelea maofisini kwetu, sasa unakuta tumejibana. Kwa hiyo kwa kupitia hili jengo likikamilika, tutakuwa na fursa kubwa sana ya kuhudumia Watanzania.